Bwana, mambo vipi mwanafamilia? Jina langu ni Moi Kunene na niko hapa kuendelea kukujuza hatua kwa hatua za mapitio ya maisha ya Rama tangu tulipoishia pale aliposhushwa yeye na mpenziwe Zawadi na watu wasiofahamika na kutokomea kule kusipofahamika. Leo tutaendelea ili kujua nini kilichojiri. Kuendelea kwako kubaki hapa kutakupa majibu ya kila swali ambalo unalojiuliza kuhusu mikasa anayopitia Rama katika maisha yake. Ni kuombe tu, kama uja subscribe, fanya kusubscribe, like na tuachie komenti yako ili tuendelee kuwa familia. Endelea kubaki hapa. Zawadi anarudiwa na fahamu zake baada ya kupotea masaa kadhaa yaliyopita. Anafumbua macho na kujikuta kwenye kitanda cha hospitali kuu ya mkoa wa Iringa. Akiwa haelewi chochote, anajaribu kumuuliza nesi aliyekuwa wodini hapo kujua yupo wapi na ni nini kinachoendelea. Katika hali ya uchovu, Zawadi alimsemesha nesi, "Samahani dada, hivi hapa ni wapi nipo? Na kwa nini nipo hapa?" huku akijaribu kujinyanyua pasi na mafanikio. "Pole sana dada, naendelea kupumzika, kila kitu kitakuwa sawa." Yalikuwa ni maneno ya nesi kwenda kwa Zawadi, lakini Zawadi alionyesha kutokukubaliana na maneno hayo. "Tafadhali dada, hebu nijibu maswali ninayokuuliza. Picha imekuja sasa, imekuwaje tena mpaka nipo hapa hospitali?" alihoji Zawadi mara baada ya kugundua kuwa alikuwa amelazwa kwenye moja ya wodi ya hospitali. "Uliletwa hapa masaa 8 yaliyopita kwa msaada wa defender iliyokuwa patrol. Ulikutwa kwenye moja ya mitaa mjini hapa na ulipatikana ukiwa hauna ufahamu." Hayo yalikuwa ni maelezo kutoka kwa nesi huyo, lakini baada ya Zawadi kupata maelezo hayo akataka kujua alipo Rama. Je, Rama yuko wapi? "Hapa uliletwa wewe kama wewe, sifahamu kitu kuhusu huyo Rama." Ni kauli ya nesi iliyopelekea Zawadi aangue kilio kilichojaa maswali yaliyokosa majibu. Baada ya muda fulani, polisi walijulishwa kuhusu Zawadi kurudiwa na fahamu zake, na walikuwa hapo kwa ajili ya kufanya mahojiano zaidi na Zawadi. Zawadi alisimulia tukio lote jinsi lilivyokuwa, na polisi waliondoka kwa ajili ya uchunguzi zaidi wa tukio hilo. Lakini nafsi ya Zawadi ilizidi kuugua kila alipokuwa akimfikiria Rama wake. "Rama, naomba unisamehe. Nilizani baba yangu atakusaidia, kumbe nimekuingiza kwenye mtego," alijisemea nafsini mwake huku akiwa mwenye huzuni sana. Huko upande wa pili alipokuwa Rama, chumba kilikuwa na giza nene, kikiwa kimejaa harufu ya unyevunyevu na marashi ya hofu. Rama alipofungua macho aligundua mikono yake ikiwa imefungwa nyuma ya kiti kwa kamba ngumu. Watu waliowakamata hawakuwa polisi wa serikali, bali walikuwa ni watu wa siri waliotumwa na adui mmoja wa zamani wa Rama aitwaye Jackson, mfanyakazi mwenza aliyekuwa amehusika moja kwa moja na wizi wa mamilioni ya kampuni. Jackson alikuwa na ushawishi mkubwa kutokana na pesa alizozipata kwa ujanja. Alikuwa amepata habari ya kuwa Rama yuko hai na anaelekea kusafisha jina lake. "Nilidhani ulikufa au ulikimbilia nchi jirani, lakini kumbe umeamua kuwa shujaa. Basi nitakuonyesha bei ya ujasiri." Yalikuwa ni maneno ya Jackson alipomtembelea Rama ndani ya chumba hicho cha siri baada ya Rama kurudiwa na fahamu. Rama alijua kabisa ameshapoteza nafasi ya kuishi tangia hapo, sababu hakuiona njia wala mbinu ya kubuni ili aweze kujinasua mikononi mwa Jackson. Alichohitaji ni kujua wapi alipo Zawadi wake, lakini hakukuwa na majibu zaidi ya kipigo mfululizo kilichopelekea Rama kupoteza fahamu kwa mara nyingine tena. Na siku si nyingi tangu pale Rama na Zawadi walipotekwa na watu wasiofahamika, Rama alikutwa ametupwa katika maeneo ya Mabwepande jijini Dar es Salaam, akiwa katika hali mbaya na iliyotishia mpaka uhai wake. Ni kama miujiza vile, wapita njia wanafanikiwa kumwona na wanajaribu kufanya kila aina ya juhudi, na hatimaye Rama anafanikiwa kufikishwa hospitali ya taifa na moja kwa moja akipelekwa katika chumba cha watu mahututi ICU. Bwana, kwa leo tunaishia hapa, lakini si mwisho wa kisa chetu hiki cha ndugu yetu Rama na yote anayopitia katika maisha yake. Niendelee kukuomba kubaki kwako hapa
kutakufanya uendelee kuenjoy zaidi na zaidi. Subscribe, like, pia tuachie komenti yako ili tuendelee kuwa pamoja siku zote. Jina langu ni Moi Kunene, mpaka wakati mwingine. Ciao.